Jeneza la kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei limepitishwa katika mitaa ya jiji la Tehran likiwa limefunikwa kwa bendera ya taifa la Iran, huku maelfu ya waombolezaji waliovalia mavazi meusi wakijitokeza kwa wingi kushiriki katika shughuli za mazishi na kutoa heshima zao za mwisho. Pamoja na jeneza la Khamenei, majeneza ya baadhi ya wanafamilia wake waliouawa katika shambulio la anga la Februari 28 pia yamebebwa katika msafara huo mkubwa uliohudhuriwa na viongozi wa kisiasa, kijeshi, kidini na wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya Iran. Msafara huo ulianza katikati ya jiji la Tehran na kuelekea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mehrabad, huku lori maalum lililobeba majeneza likisonga taratibu kutokana na umati mkubwa wa watu uliojaa pande zote za barabara. Waombolezaji walikuwa wakipeperusha bendera za Iran, picha za Khamenei na mabango yenye ujumbe kuonesha utii na heshima kwa kiongozi huyo. Katika muda wote wa msafara huo wa maelfu ya watu waliojaribu kuligusa lori lililobeba jeneza au chuma kilichokuwa pembeni mwa gari hilo, wengine walirusha vitambaa na vitu vingine binafsi ili viguswe kwenye jeneza kabla ya kurejeshwa kwa mwili wake. Jambo hilo huwafanya baadhi ya Wairan kuamini kuwa kugusisha vitu hivyo kwenye jeneza la mtu anayeheshimiwa huleta baraka. Mazingira ya maombolezo yalichanganyika na hisia kali za hasira ambazo waombolezaji wengi walionekana wakilia, wakiomba dua na kupaza sauti za kuonesha mshikamano, huku wengine wakisisitiza kuwa kifo cha Khamenei hakitawasahaulisha kwamba Iran inapaswa kuongeza nguvu dhidi ya wale waliosababisha vifo hivyo. Ndani ya msafara huo kulionekana mabango yenye ujumbe mkali dhidi ya Marekani na Israel, huku kukiwa na mabango yakionyesha dhamira ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani, huku wengine wakionyesha mfano wa rais wa Marekani Donald Trump zilizotengenezwa zikionyesha hisia na hasira kali dhidi yake. Vilevile mabango yaliyoonyesha picha za waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yalibebwa na waombolezaji. Mazishi hayo yanafanyika katika kipindi ambacho kuna mvutano mkali kati ya Iran na Marekani kufuatia vita vilivyozuka mapema mwaka huu. Wachambuzi wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati wameonyesha kuwa kauli zinazoashiria kulipiza kisasi zilizotolewa na baadhi ya waombolezaji zinaonyesha namna tukio hilo limezidisha hisia kwa wananchi na zinavyoweza kuongeza shinikizo kwa viongozi wa Iran kuhusu hatua watakazochukua katika siku zijazo. Kadiri msafara unavyoendelea kuelekea Mehrabad, maelfu zaidi waliendelea kujitokeza kwenye kando ya barabara wakipunga bendera na nyimbo za maombolezo, wakitoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo. Tukio hilo limekuwa miongoni mwa mikusanyiko mikubwa zaidi ya maombolezo kuwahi kushuhudiwa nchini Iran katika miaka ya hivi karibuni, likionyesha uzito wa tukio hilo katika sehemu kubwa ya jamii za Iran. Simulizi hii imeandaliwa na Mwantumu Mkwawa na kusomwa kwako nami Godfrey Ringo. Naam, hawa ni watu wengi sana, maelfu ya raia wa nchini Iran, lakini pia raia kutokea mataifa mbalimbali ambao wanaelekea baada ya jana kumwaga katika uwanja mkubwa wa Grand Mosala of Tehran. Sasa wanaelekea kusubiri mwili ukipita sasa kuelekea katika airport kwa ajili ya safari ya kuelekea nchini Iraq. Idadi yote unayoiona ni kwamba wanaenda kusubiri sehemu ambapo mwili utapita wa Imam Khamenei ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa Iran, na wote wamebeba bendera za Iran, wamebeba bendera za Iran, kuna wengine wamebeba bendera za Palestina, lakini pia bendera za mataifa mbalimbali zinapatikana hapa, ama wananchi wamebeba, maraia wamebeba. Mtazamaji wa Clouds TV, lakini pia msikilizaji wa Clouds FM, ni kwamba idadi hii ambayo unaiona ni watu ambao wameanza kupita tangu saa 1 asubuhi kwa saa za Tehran, na sasa hivi unavyoona ni saa 4, watu hawapungui, watu
watu hawajakatika, na ni zaidi ya milioni 20 mpaka 30, na inasema kwamba tayari rekodi ya Imam Khomeini imeweza kuvunjwa, ambapo wahudhuriaji walikuwa milioni 10, lakini Ayatollah Hussein Said Khamenei inatajwa watu zaidi ya milioni 20 mpaka 30. Tangu saa 1 asubuhi idadi hii ya watu naona inapita, haijapungua, na mpaka sasa hivi ni saa 3 kuelekea saa 4 kwa saa za jiji la Tehran. Watu ni wengi kweli kweli. Jina langu ni Farhan Kiham na hapa ni Tehran.